lakini kilichowasaidia walishikamana, walikuwa naongozwa na upendo wa kimungu ndani yao, kanisa likaimarika. Kwa utaona sasa Mtume Paulo kwenye umishonari wake anafungua makanisa kadha wa kadha. Alipomaliza kutengeneza hayo makanisa, akaanza kuyaandikia nyaraka mbalimbali ili ajifunze. Anakuja anawaandikia wa Efeso, anaandikia wa Korinto, anaandikia wa Rumi, anaandikia wa Thesalonike, anaandika kwa Galatia. Kwa nyaraka anaanza kuandika. Ni makanisa ambayo amefanya kazi yeye. Ni watu wangapi ambao wamekuja kanisani kwa sababu yako? Zaidi umerudisha wengi nyuma. Wengi wameanguka kwa sababu yako. Ushuhuda wako ni wa muhimu sana kuendelea kwa maisha ya mtu mwingine. Na ndio maana wakati mwingine kwa maisha ya kawaida ya wokovu ni vizuri sana kwenye maisha haya ukawe na mtu anaitwa role model wako. Ni nani unamtazama? Ingawa sio vizuri kumwamini huyo mtu, lakini kuna vitu unajifunza kwake. Na ndio maana mchungaji kila akisimama anasema mniangalie mimi nini ninafanya, sio nini ninahubiri. Lakini wengi wanataka tusikie wanachohubiri, sio wanachofanya. Kwa tatizo ni moja la kuto kuendelea kwa kanisa. Watu wa hilo kanisa hawajakubali kushikamana na kumfuata Kristo kama anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utaona sasa mara kwa mara Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake kwamba si kila mtu atapokea injili, kama wengine walivyokataa ile injili, lakini wengine wakaamini. Kwa mtu unaweza ukatoka kwenda kuhubiri, sio kila mtu atakuelewa. Wengine hawatakuelewa. Kwa yako mazingira, sio kila mtu atakubali. Lakini kinachotakiwa kwako, simama katika kile Mungu anataka kiwe basi. Kwa atakayesikia atasikia na ataelewa, lakini asiyeelewa atabaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata kwa kina Paulo wako watu ambao walielewa wakaokoka. Maandiko yanasema kwamba hata wenye cheo wakaokoka. Wanawake wenye cheo, wenye fedha wakakubali. Lakini hawa watu, wako watu wengine ambao hawakuwakubali. Lakini wale ambao hawakuwakubali haikuwa sababu ya kina Paulo kuacha kuzisema hizo habari. Wakasema hata tukifika mahali fulani watu wasipokoka tutasema tu. Sikiliza nikwambie, habari ya kuhubiri hiyo ni ya kwako, habari ya kuokoa ni ya Mungu. Wewe hubiri, wataokoka, hiyo ni shauri yao. Kwa sio kavunjika moyo kwamba nimehubiri sana watu waokoke. Mada Mungu amekuagiza ukaseme, nenda kaseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko mtu katika watu wale ambao unasema kwao atasikia, hata kama sio leo, uko mwaka lile neno ambalo lisikia leo litakuja kuota ndani yake. Asifiwe sana. Kwa utaona sasa ulikuwa kwa upinzani. Kwa hakika wakati mwingi wangeweza kutazamia upinzani mkali, lakini aliwatia moyo kwamba kweli hii ya kuwa siku zote kutakwako udongo mzuri wenye kuzaa matunda, lakini wakati mwingine udongo ambao hautazaa matunda. Ukisoma kitabu cha Mathayo 24:9 na Mathayo 13:8 utaona hiyo habari. Kwa kitabu cha Matendo kinaonyesha jinsi jambo hili lilifanyika katika huduma ya Paulo. Kwa kwenye huduma ya Paulo lilifanyika jambo hili la watu wengi kuokoka, lakini wengine pia kukataa wokovu. Haya mambo yalifanyika mara baada ya kuongoka kwa yule mlinzi wa gereza la Filipi ambako alikuwa amefungwa akina Paulo na Sila. Waliondoka pale mjini wakafuata njia ya Galatia wakafika Thesalonike. Kwa alipokuwa Filipi wamefungwa gerezani, alipokoka yule mlinzi akaokoka mtu mmoja tu. Wamepigwa mijeredi, wamefungwa gerezani, lakini aliokoka ni mmoja tu, mlinzi wa gereza. Pengine makusudi ya Mungu atiwe gerezani ili aokoke yule mlinzi. Walipotoka pale wakapita Galatia wanafika Thesalonike. Thesalonike wanaokoka watu wengi sana, lakini wengine wanakuwa kinyume chao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado akina Paulo na Sila hawakuacha. Kwa kule Thesalonike, mji muhimu wa bandari tena wenye utajiri sana wa huko Makedonia, walikuta sinagogi, wakachukua nafasi yao ya kumhubiri Kristo. Ndani ya sinagogi wakachukua nafasi yao. Kwa ni mara ngapi wewe umechukua nafasi yako ya kumhubiri Kristo? Mara ngapi? Kwa watu wanataka kusikia habari za Mungu, wengi mno mtaani, wengi mno majumbani, lakini hakuna watu walio tayari kupeleka habari. Kwa hawako. Kwa utaona wakati mwingine akina Paulo anapita kwenye nyakati ambazo kibinadamu ni ngumu sana.
kwenye maeneo. Kubadilisha ulimwengu ili umjue Kristo ni kazi moja ngumu. Ni kazi moja ngumu kuliko unavyodhani. Kwa watu wa Mungu, ulimwengu unahitaji kumjua Kristo. Watu wako nje wanahitaji wasikie habari njema za Yesu. Hakuna hizo habari. Kwa unakuta wengi sasa wamejifungia navyo ndani. Kuna vitu uko navyo vya kimungu kabisa, lakini umebaki navyo ni vya kwako. Ninajiuliza ingekuwaje kama akina Paulo wangejifungia ndani, kama akina Sila wasingetoka, kama akina Petro, akina Yohana wangenyamaza, kwa sababu tayari walikuwa wameshapokea Roho Mtakatifu. Wangebaki naye au wa kwao peke yao. Ninajiuliza ingekuwaje leo? Je, makanisa yangekuwako? Maana wale watu kutoka kwao ikasababisha watu wengine wamjue Kristo. Wale watu kutoka kwao ikasababisha watu wengine wajue habari za Mungu. Kwa kanisa lolote ambalo linaongozwa na upendo wa kimungu lina uwezo likaupindua ulimwengu. Naweza likapindua ulimwengu. Ile nguvu ya upendo wa kimungu ndani ya watu unakuta haiko. Unakuta watu hawajakubali kumfuata Kristo. Lakini akina Paulo walikubali kutangaza hizo habari njema, hata ulimwengu ukabadilika. Kwa baada ya kuondoka Filipi, Paulo alipita kati ya mji wenye shughuli nyingi uitwao Amfipoli, mahali mashuhuri ambapo ni mji mkuu wa wilaya ya kwanza Makedonia. Mahali pengine alipotua palikuwa na Apolonia, mji wenye misitu tena wenye kupendeza sana. Paulo hakujaribu kuanzisha makanisa katika miji hii kwa sababu alikuwa akiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa alipita Amfipoli, akapita Apolonia, hakusema chochote. Ni kwa nini Mungu hakumwambia afanye hiyo kazi hapo? Alipata nafasi nyingi za kuvutia kusudi apate kuwa mahali walipofaa kwa wakati uliofaa. Kule Thesalonike, hali bado wakiongozwa na Roho Mtakatifu, alifuata utaratibu wake aliokuwa ameuanzisha wa kuendea Wayahudi kwanza. Akaenda kwa Wayahudi kwanza, watu ambao wanajua Torati, akaenda kuwazungumza nao. Maandiko yanasema kwamba akahojiana nao Sabato tatu anahojiana nao akiyafungua maandiko. Lakini alipotoka hapo akaenda Beroya, na kwenyewe pia akihojiana nao vivyo hivyo. Kwa kama vile mazoea yake aliyokuwa, bila shaka alianza kwa kuhubiri kama alivyofanya huko Antiokia na Pisidia. Kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13 mstari wa 16 na 41. Kitabu cha Matendo hakitoi maelezo mengi kuhusu mahali hapa, lakini kinatia mkazo kwamba kwa siku 3 za Sabato alihojiana nao kwa maandiko. Ukisoma kwenye Agano la Kale, walikuwa wanatumia sana maandiko. Siku zote mahubiri ya Paulo yaliambatana na Biblia. Hakunena juu ya elimu tupu za kibinadamu au mambo ya uchumi au siasa. Kwa hakunakiri habari za mtu. Biblia, Paulo yeye alikuwa anazungumza Biblia inasema nini kimeandikwa. Kwa akiingia kwenye mahojiano anazungumza nini kimeandikwa. Neno la Mungu ndani yako, uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, hiyo itakusaidia sana. Kwa Paulo lile neno aliyokuwa nalo ndani yake likamsaidia. Kwa Paulo hakukariri vitabu au magazeti yanasema nini. Alikuwa anajua Biblia kiundani zaidi. Kwa alitumia Biblia tu. Kwa Wayahudi na mataifa walioamini ambao walihudhuria katika sinagogi walikuwa wamepata kusikia habari za Masihi, lakini fikra zao kuhusu jambo hili zilikuwa kombo. Walikuwa bado hawajaelewa. Wanajua habari za Yesu lakini hawajui kiundani. Kwa hawaelewi kiundani. Kwa kupitia Paulo hawa watu wakaanza kubadilika taratibu mpaka wakamjua Yesu ni nani, na ndipo walipookoka. Kwa na wengi wao jambo hili lote lilionekana kuwa lenye kuleta mabishano na lenye kudhaniwa tu lisilo na msimamo kamili. Kwa wakaanzisha fitina. Kwa hiyo Paulo alihakikisha kwamba anafungua maana ya unabii wa Agano la Kale na akaufafanua mpaka watu walipoelewa waziwazi. Kisha akaleta maandiko mengine ya kibiblia ambayo yaliunga mkono, yakithibitisha tafsiri yake. Kwa ikafika hatua watu wakamwelewa Mungu, wakamkubali Mungu, wakaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa utaona sasa ujenzi wa ushirika wa kanisa linaloongozwa na upendo unahitaji watu ambao wamesimama kwa ajili ya Kristo ili waongee ile kweli ya kimungu. Kwa kanisa, watu wa Mungu, tunahitaji kujenga mwili wa Kristo. Na ili ujenge mwili wa Kristo ni lazima uwe umesimama katika kile ambacho Mungu anataka, ambacho Mungu anakitaka. Ukiwa hivyo, maana yake utasaidia watu wengi sana ambao wako huko nje, ambao pengine wanajua juu habari za Mungu, hawaelewi nini ambacho natakiwa kuwa. Wewe ukitoka ukiwaambia, wataelewa na kisha watamjua